Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari, pia uchambuzi kutoka televisheni yako Muteba TV. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, mtangazaji wako wa kila leo. Mahali popote ambapo ulipo, nikukaribishe kuweza kujiunga nasi katika uchambuzi na taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Mahali popote ambapo ulipo, ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa, usikose kujiabone ama kujiunga kwenye channel yetu. Tunapotoa taarifa zetu za habari uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Na pia unaweza kutembelea channel yetu kupitia YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Tukianza na habari zetu za sikia leo, ambapo tutachambua habari ambazo zimeripotiwa huko maeneo ya Katana kati ya wazalendo pamoja na maguguni wa M23 huko maeneo ya Katana, maeneo ya Muongazo pale Katana, groupement ya Katana, ambapo kunakuwa kabisa na hali ambayo imetokea na yasemekana kuwa tayari wazalendo wanaendelea kudhibiti maeneo hayo. Na Makanaki Kasimbira John toa kabisa wito kwa viongozi wa wazalendo, pia zile coordination kuishi kwa amani ili kuhakikisha kuwa wanalinda amani ya kudumu mjini Uvira. Si muda wa kupigania pesa, bali ni muda wa kutetea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na amesema kuwa tayari vita vingali vikubwa, ni lazima vita viweze kutokomezwa. Na pia hapa Uvira, mjini Uvira, wanamgambo wawili kutoka M23 ambao waliokamatwa huko milimani kutoka kundi la CPLCFBB ambayo ni yake Ngoma Nzito, wakwenda kupelekwa moja kwa moja kwenye ofisi ya kwenye biro ya Etat Major ya FARDC hapa mjini Uvira. Na pia tutakwenda kuzungumzia kuhusu mapambano ya vita kati ya wazalendo wa General Patriote Bikotwa na wameendeshwa pale Ngali Nyangezi tangu hii siku ya kwanza ya tariki 20 Oktoba mwaka 2025. Karibu mwanzo hadi mwisho kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tukianza na habari zetu za hapa mjini Uvira, kwa nini wazalendo wenyewe kwa wenyewe waanze kupigana kutokana na hali ya chakula? Azungumza hivyo Makanaki Kasimbira John kupitia barua yake ambayo iliweza kuwasilishwa hapa kwenye televisheni yetu. Amezungumza kuwa ni vema wazalendo kushirikiana kwa wakati huu, na pia chakula ambacho inayotolewa na raia kupitia service mbalimbali ni chakula cha wanajeshi, bali sio chakula cha kuweza kuwapa zile coordination ambazo zaanza kujitafutia masilahi yao binafsi. Amezungumza hayo kupitia audio ambayo mojawapo aliweza kuiripoti hapa kwenye televisheni yetu na kibarua chake ambacho kiliweza kuwasili, jambo ambalo linaendelea kutia hofu. Ukiangalia katika wazalendo kunakuwa na ile mchango kidogo kidogo ambayo inafanyika hapa mjini Uvira. Kunakuwa na pesa ambazo zinatolewa kutoka kwenye eneo mbalimbali ambapo kunakuwa na ile utozaji wa ushuru. Kunakuwa ile percentage kidogo ambayo inatoka, na hiyo moja kwa moja inakuwa inaingia kwenye fake, na fake inapa wazalendo ili kwamba iwasaidie katika chakula. Utakumbuka kwamba gouverneur de la province du Sud Kivu, Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, aliweza kuzungumza kuwa wazalendo kila kamio ya steak kiingia inalipa $1000 na kunakuwa $400 ambayo kila leo inatolewa. Na wamesema kwa mwezi moja unakuta kunakuwa na zaidi ya kamio ya 100 na zaidi ambazo zinatoka zinaingia nchini Kongo, hasa hapa mjini Uvira, na kila kamio inatoa $400 inaenda upande wa wazalendo. Yani ukiangalia ni pesa nyingi sana ambazo zinakuwa zinatozwa, ambazo zinaingia kumfuko wa wazalendo, ambazo zinaweza zikakizi hata shida za wazalendo. Wazalendo wanaweza kuwa wanakuwa wanapata sabuni, wazalendo wanaweza kuwa wakapata angalau hata chakula kila leo, na pia wazalendo wanaweza pata hata nguo ya kuvala, kwa sababu ukiangalia kila kamio ikiingia $400, kila kamio $400. Ukipiga hesabu kwa mwezi, ukiingia kamio 100, 150, 200, unakuta kabisa wazalendo wanakuwa kabisa na pesa ambazo zinaweza zikawasaidia kupata chakula sehemu mbalimbali ambapo wale wazalendo ambao wanapatikana huku maeneo ya front. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza likasisitizwa kusema kwamba zile makoordination ambazo zinakuwa na nafasi ya kukongoa zile pesa zijikaze kabisa, ili kwamba wazalendo wote
wawe wanapata angalau kabisa hata hiyo kitu kidogo ambayo inatolewa na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kitu kile napenda kuambia wazalendo, tusiwe distre na bure. Hapa kuko zone Fizi, zone Mwenga, zone Uvira. Na yuwa zone Uvira kuna pesa. Wakati tulitoka kupori, rais wetu Fachibeto Chilombo apre kutoka murenyo ya Kenya Nairobi, tunashuka hapa Uvira, anatuma invitation tena ya kwenda Kinshasa. Ile renyo tulituma wa viongozi wote kama vile wa representants wetu banafika Kinshasa, banashuka na konsinya ya Fachibeto, rais wetu wa Kongo. Felicitation, Mungu akubariki mahali upo hapo Kinshasa. Akaruhusu wazalendo washuke mumungini sa kondisio. Tulishuka na leo tuko mumungini. Vita tukuvianza leo? Hapana. Tunashuka, tunasema tutakula namna gani? Samadari anakuya niona mimi Makanaki. Tunakaa chini Samadari na Rene. Tunaona fake. Wanaona watu wote wenye kuchuruza karibila wala petrole. Tunakreye juu ya kula. Tutaishi namna gani? Na wakati tushuke hapa, depo yote ya chakula ilikuwa fasi moja kwa kiongozi Makanaki Kasimbira John mwenye kwa zungumuza hapa. Na hakuna mtu wala lidere yoyote, hapana, kila mtu hovyo wa lidere wote wala wazalendo wote binao kwa wanapokea chakula pale. Na hakuna mtu alilia. Wazee wetu, wa depute wetu kama vile Mzee Bitakwira, kama vile Mzee Misare Mgomberwa balileta chakula. Na tukagabura ile chakula na yene libakia tulitia mudepo pale kwangu, na kila mtu alikula, iliisha na amani, na kila watu walipokea mzuri sana. Mzee Bitakwira analeta chakula, kila mtu anayepokea na amani. Wahenga wanasema asiye shukuru ni mkafu. Tulifanya nguvu hii chakula wewe inaonekana hapa Uvira. Tukasema pana ifale Fizi nako bakreye tuyue gisi na watakuwa wanakusanya kidogo kidogo iwe napatikana Fizi, Mwenga, Uvira. Na ba Mwenga nabo ni vile. Ile chakula, ile pesa hapa Uvira kweli iko nanunua chakula, na ilikuwa nauza chakula sana na watu wote banarizika, lakini pesa wanaleta ndani madesordre ya ovyo. Inakuwa kila mtu anakuya, niko kordo bazalendo, niko presa. Ile pesa yako ya ba presida, ile pesa ni pesa wa viongozi ya wazalendo bale biko charge na basoda. Munisikie gisi na waambia kupitia Mungu wa mbingu, tuko tunaomba tuwe na hekima. Ikiwa bado tunasalia hapa mjini Uvira, kina mama mmoja kwenda kufyatuliwa risasi na kufariki hapo hapo. Kwa hiyo tukio hilo ambalo limetukia pale maeneo ya Kalundu ilikuwa ni Avenue Kagenge, majira tu ilikuwa ni saa 1 usiku. Watu wenye kumiliki silaha waliweza kuwasili nyumbani kwake na bila kuponda muda walikwenda kumfyatulia risasi na moja kwa moja kuweza kupoteza maisha. Shirika za kiraia zaanza kulalama hali hii ambayo inayotokea kila leo, ambapo pia tukio hili la mwisho la ndugu yetu Rukina Kasongo ambaye pia aliweza kuuliwa pale groupement ya Katala, precisement mu village ya Nyangui ndani ya sheferi ya Bavira katika tarafa letu la Uvira. Kwa hiyo naye pia aliweza kuuliwa na watu ambao wasiojulikana. Bwana Bouja Kelvin aliweza kutaja kupitia coordination ya Sosiko RDC, amesema kuwa serikali ni lazima kuweza kuingilia kati ili kuhakikisha hawa ambao wanaoendesha vitendo hivyo wakamatwe kabisa na waweze kuhukumiwa na serikali.
Mapambano ya vita kati ya wazalendo wa General Patriot Bitokwa na waasi wa M25 imeendeshwa pale Ngali Nyangezi tangu hii siku ya kwanza ya tariki 20 Oktoba mwaka 2025 mpaka mida za jioni. Habari ndivyo ziliweza kueleza mpaka tariki 21 Oktoba mwaka 2025. Vita kali imeripotiwa kati ya wazalendo wa kundi ya FPDC yake General Patriot Bitokwa. Ndugu bantu, Ruduha iko ni quartier inaitiwa Ruduha, iko mu route principal numero 5 ya Ngomo. Mungomo mule njo mwe Ruduha iko. Ruduha iko Mungomo, watu wa mingi wanajua Ruduha sana, wanatoka Bukavu wanaenda kumulima ya Ruduha. Ruduha iko Mungomo. Ukitoka Ruduha unaingia Mkurubire, pale kwa wanaonyesha makurubire. Kurubire ziko za mingi, unaingia kwa Msimbi, unashuka precisement unashuka Kamanyola. Njoo Ruduha iko kule Mungomo. Wakipambana na warugaruga wa M25 siku mbili. Patriot huyo aliweza kuungana na wenzake, na huku walieleza kuwa maeneo hayo waliweza kutandika risasi, na habari ambazo tunazozipata kwa sasa zilisemekana kuwa wa M23 walikwenda kupata kichapo kikubwa, kwa kuwa kuna zile tukio pia ambazo zimeweza kutukia huko maeneo ya Kabare, na pia kuna tukio hizi za mwisho ambazo ziliweza kupatikana huko maeneo ya Kageregere. Katika tarafa la Uvira, tukitaja katika tarafa la Uvira, territoire d'Uvira, province du Sud Kivu, habari ambazo tunaweza kutoka kabisa, uandishi wa habari wake Ngoma Nzito kutoka kundi yake CPLC-FBB, ambaye yaeleza kuwa ya kwenda kuripoti wapiganaji wawili kwenye etat major ya 33e region militaire hapa mjini Uvira. Hao waliweza kukamatwa huko milimani wakati wa mapambano kati ya Biloze Bishambuke na waasi wa M23. Ilikuwa ni siku ya pili ama mardi ya tariki 23 Septemba, na seremoni ambazo zilikwenda kufanyika kwenye biro ya ofisi ya etat major hapa mjini Uvira. Na pia tukujuze kuwa huko Rugezi, kila leo anaendelea kuwasaka waasi wa M23 ambao wanaendelea kuyumbisha usalama maeneo hayo. Hapa tukitaja kuwa Ngoma Nzito ni mzalendo ambaye ameonekana shujaa kati ya wazalendo ambao wanaendelea kufanya vizuri hapa mjini Uvira. Tangazo hili likiwa limesainiwa na Strategique na Mubamba akiwa ni porte parole wa kundi la FBB yake Ngoma Nzito. Tukiwa tunaendelea na taarifa zetu za habari, tukujuze kuwa huko maeneo ya Katana mapigano kabisa yaliweza kuripotiwa huko maeneo ya Katana, na habari ambazo tunazo kuwa zilithibitisha kuwa waasi wa M23 wapata kichapo kutoka wazalendo, na habari ambazo tunazo kwa sasa zaeleza kuwa huko maeneo ya Katana wazalendo wanaendelea kumiliki eneo hilo. Ndivyo habari ambazo tunazo kwa sasa zaendelea kuzungumuza. Sai mule musantre Katana habalamuki, ni bandugu njo bako mule, bazalendo njo bako mule, banafungia kule a partir ya Bidagara, banafunga kule mpaka Chibimbi. Kutamuka musantre kwenda ngambo ya Kabamba, banafungia kwa kale ka ile plantation ya Masere. Abo peke njo bako mule musantre Katana, na juu ile biwerewere habalalete na mule banalala huku Machibale Makaliba. Donc sai bazalendo njo bako mule. Sasa hatujue kama eski abata toka wala batabakia, lakini bakipata munition habezi toka juu baneza evolue mpaka Kavumo. Sasa njo vile papa engineer, njo vile groupe nzima njo habari ya Katana hii. Juu mimi niko Katana, lakini niko mbali kidogo na centre, na mule mu centre correspondance zetu haziongee juu ya kuogopa. Tukujuze kuwa kunakuwa na ile hali ambayo inakuwa ya sitofahamu ambayo inaanza kutokea kila leo, huku tukitaja kuwa wakati wazalendo wanapata nafasi ya kupenya sehemu fulani, lakini kunakuwa na ile ambayo inaitwa kurudi kwa kujipanga. Unakuta wamevamia fasi fulani wakapiga, lakini muda mwingine tena unakuja kuta tena wanatoka sehemu hiyo na wanarudi nyuma. Kiukweli jambo ambalo linaendelea kushangaza. Mtazamaji
wa televisheni yetu Muteba TV. Usikose kabisa kujiunga na kujiabone kwenye channel yetu tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Chenye kuwa na mwanzo lazima kiweze kuwa na mwisho, na ni hapa ndipo na komesha taarifa pia uchambuzi wetu wa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Janvier Emmanuel Kaluya, na kutakia usikilivu mwema wa vipindi vyetu. Kwaherini.